Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la mtunuku tuzo maalum ya heshima Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na janga la mafuriko lililoikumba Nigeria yafikia 150. Na katika michezo, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Hemed Suleiman Morocco atangaza majina ya wachezaji 28 watakaoingia kambini kujiandaa na mashindano ya Kosafa sambamba na michezo ya kirafiki ya kalenda ya FIFA. Habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo tulioweza kukuandalia kwa habari mbalimbali. Msomaji wako usiku huu ni mimi Fatma Hassan, karibu. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limemkabidhi tuzo maalum ya heshima Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kushuhudia weledi, haki, utawala bora na uwajibikaji katika uongozi wake. Mwanahabari wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ametuandalia taarifa ifuatayo. Akikabidhi tuzo hiyo katika viunga vya bunge, Spika wa Bunge Daktari Tulia Ackson amesema Tanzania inajivunia uongozi wa Rais Samia unaoakisi usawa na ujumuishi katika kuleta maendeleo na kustahili tuzo hiyo. Leo tunajivunia uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambao umeakisi utawala bora, weledi, uwajibikaji, uaminifu na ujumuishi. Umekuwa Mheshimiwa Rais kiongozi wa mfano katika kuimarisha mifumo ya sheria, haki za binadamu na uwazi unaozingatia usawa na maendeleo ya kila mwananchi. Akipokea tuzo hiyo, Rais Samia amesema tuzo hiyo ni ya wananchi wote wa Tanzania, kwani wamekuwa na mchango mkubwa katika kujenga taifa lao. Nawashukuru sana kwa kutambua kazi njema iliyofanywa na serikali yenu. Tuzo hii si yangu peke yangu, ni yetu sote. Nami naitabaruku tuzo hii kwenu wenzangu na wananchi ambao wametoa mchango mkubwa katika kulijenga taifa letu. Mimi nimeipokea kwa niaba yenu. Asanteni sana. Nao baadhi ya wabunge waliohudhuria hafla hiyo wamesema tuzo hiyo ina tafsiri yaliyofanyika katika maeneo yao, ikiwemo huduma mbalimbali za kijamii. Tumetambua mchango wake yeye kwa jitihada zake binafsi kama rais wetu na kama mwanamama katika mambo aliyoyafanya kwenye nyanja zote. Kimsingi amefanya kazi kubwa sana kwa miaka 4, na sisi kama wabunge ambao tumekuwa, mimi niko miaka 10 sasa, tukaona kuna umuhimu na wenzangu pia tukaona umuhimu wa kumpatia tuzo. Nchi yetu imesonga. Aliposema kazi iendelee, wote tumeona miradi mikubwa yote ambayo ilikuwa imeanzishwa na mtangulizi wake imekamilika. Na hivyo ndivyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alivyokabidhiwa tuzo ya heshima na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya wananchi kutokana na mambo mengi ambayo ameyafanya. Nikiripoti kutoka Dodoma, viunga vya Bunge, Leonard Mwacha, Channel. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Tanzania imeishukuru Benki ya Maendeleo ya Afrika Kusini DBSA kwa kushiriki ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, mradi ambao ni muhimu kwa uchumi wa Tanzania na nchi jirani zitakazonufaika na mnyororo wa thamani wa mradi huo wa kikanda. Tupate taarifa zaidi. Shukrani hizo za serikali zimetolewa na Waziri wa Fedha Daktari Mwigulu Lameck Nchemba alipokutana kwa mazungumzo na mkurugenzi mtendaji wa benki hiyo Bi Buitumelo Mosako kando ya mikutano ya mwaka ya bodi ya magavana wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB jijini Abidjan nchini Ivory Coast. Hata hivyo, katika mwelekeo wa utekelezaji dira mpya ya maendeleo ya taifa ya 2050, yapo maeneo mengine ya kushirikiana kwa kuanzisha miradi kama vile ya umeme na maji kwa ajili ya matumizi ya kawaida na umwagiliaji. Tumekuwa na kikao na wenzetu ambao tumeshirikiana nao katika ujenzi wa reli kipande cha kwanza na cha pili. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano wao, na
Bahati nzuri vipande hivyo tulivyoshirikiana nao tayari vimeshaanza kufanya kazi, ambayo ni sehemu ya kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, na sasa kwa uelekeo wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, tumewakaribisha, tunaweza tukashirikiana nao katika vipande vilivyosalia ambavyo tuko hatua za mwisho kwenye ukamilishaji wa masuala ya fedha za kutekeleza mradi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa benki ya DBSA Bibu Itumelo Mosako amesema milango ya ushirikiano na Tanzania iko wazi na kwamba benki yake inasubiri kukamilika kwa dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 ili waweze kuangalia maeneo ya kipaumbele. We focus on water and I do know that there's tunatilia mkazo sekta ya maji na nishati. Natambua pia juhudi za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika kutekeleza miradi ya kumtua mama ndoo kichwani, lakini pia kinara wa kuhimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa bara la Afrika, ingawa pia sekta za afya na elimu ni maeneo ya kipaumbele kwetu. Kisa Mwepiana, Channel 10. Serikali imepokea ndege ya kisasa yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 6 itakayotumika kudhibiti visumbufu vya mazao ikiwemo magonjwa, ndege na wadudu waharibifu ambao huathiri uzalishaji wa mazao ya wakulima nchini. Taarifa zaidi na Amani Mbalo. Mapokezi ya ndege hiyo aina ya Thrush 510 P2 yenye uwezo wa kubeba viuatilifu kwa ujazo wa lita 1930 vitakavyotumika kudhibiti visumbufu kwenye eneo la ekari zaidi ya 2400 kwa wakati mmoja yamefanyika katika uwanja wa ndege Dodoma na kuongozwa na Waziri wa Kilimo Hussein Bashe. Na kwa kuwa kwenye bajeti tumepitisha kuanzisha vituo 4 vya kilimo anga kwa maana ya Arusha, Dodoma, Mbeya kwa maana ya Songwe Airport na Mwanza. Vituo vyote hivi vinatakiwa viwe vina ndege na viwe vina drones. Kwa hiyo mchakato wa kununua ndege 3 zingine uanze sasa hivi. Ndege hiyo imekabidhiwa kwa Mamlaka ya Afya, Mimea na Viuatilifu Tanzania TPHPA, ambapo mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Profesa Joseph Ndunguru ameeleza umuhimu wa ndege hiyo katika mageuzi ya kisasa ya kilimo nchini. Udhibiti wa ndege hao tulikuwa tunatumia ndege kutoka shirika la DLCO kutoka nchini Kenya, na mara nyingi kulikuwa na changamoto mbalimbali, kwa mfano kuchelewa kufika kutokana na sababu za kiutendaji na sababu zingine. Kwa hiyo ndege hii imekuja kuleta ukombozi mkubwa sana kwa wakulima wetu. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo Mariam Ditopile ameeleza mageuzi makubwa yaliyofanywa na serikali katika sekta ya kilimo nchini kwa miaka ya hivi karibuni. Swala hili la wadudu hawa hasa wadudu waharibifu hasa kolea yani limekuwa ni swala ambalo lilikuwa linawaumiza sana wakulima. Lakini wako wananchi hawataki kupanda mtama kwa sababu wanasema unaliwa na nzige, kitu ambacho bila hivyo ingewahakikishia uhakika wa chakula. Leo hii nayo furaha sana kuona ndege hii imefika, na tutawaambia sasa wanabai wapande mtama kwa sababu mazalia ya nzige yatauliwa yote. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha kupitia kikosi cha usalama barabarani kimefanya ukaguzi maalum wa mabasi ya abiria kwa ajili ya kudhibiti ajali kutokana na uwepo wa ongezeko kubwa la abiria baada ya shule kuanza kufungwa. Tupate taarifa kamili. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Arusha, mrakibu mwandamizi wa polisi Zauda Mohamed, akizungumza na madereva katika stendi kuu ya mabasi jijini Arusha, amesema msimu huu wanafunzi wengi wanasafiri kuelekea mikoani, hivyo kunasababisha kuwepo kwa ongezeko la abiria. Amebainisha kuwa kutokana na ongezeko hilo la abiria, madereva wa mabasi na magari binafsi wanapaswa kuendesha magari yao kwa tahadhari kubwa, huku wakizingatia na kufuata sheria za usalama barabarani wakati wote ili kuepuka ajali. Tuendeshe kwa tahadhari, tukijua kwamba kuna makundi haya yapo barabarani. Madereva muepushe ajali ambazo ungeweza kusababisha dereva wewe au mtumiaji mwingine wa barabara. Tumeelewana?
Lakini kingine, kuna ajali zile zinazosababishwa na magari yaliyoharibika barabarani. Sasa pale ambapo unapopata changamoto, dereva unapopata changamoto barabarani, chombo chako kimeharibika barabarani, kama kinaweza kutoka, kisogeze pembeni nje ya barabara. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za abiria kanda ya Kaskazini, Godwin Mpinga, amesema baadhi ya mabasi sio ya kweli kuhusu ratiba ya safari zao, hivyo akatoa wito kwa abiria kuhakikisha wanaposafiri wanafika katika ofisi husika ya mabasi. Na ukishakata tiketi yako hakikisha umeandikiwa majina yako mawili na kwa ajili ya safari yako. Tunashukuru afande wetu, alatio wetu amekuja hapa, ametuhusia mawili matatu, hususan kipindi hiki cha abiria wengi. Nadhani tumemuelewa na tumemsikiliza ipasavyo, ametupa elimu ya kutosha. Nadhani tumempa changamoto zetu na yeye ametuambia kwa kipindi hiki natakiwa tufanyeje. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Wakati huo huo, katika kuhakikisha msimu wa utalii high season unaoanza hivi karibuni unakuwa katika hali ya amani, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Arusha limewakutanisha zaidi ya madereva 800 wanaobeba watalii kwa ajili ya kuwapatia mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo pindi wanapotoa huduma hiyo ya usafiri. Akifungua mafunzo hayo mjini Arusha, kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani nchini, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SSCP William Konde amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwakumbusha madereva hao sheria na kanuni mbalimbali za usalama barabarani pamoja na kujadili changamoto wanazokumbana nazo barabarani ili kuona namna bora ya kuzitatua. Amesema madereva wanaobeba watalii ni watu wa muhimu katika kuhakikisha usalama wa wageni hao na kwamba usalama wao ni sifa ya kuitangaza vyema Tanzania katika nchi wanakotoka watalii hao na dunia kwa ujumla, ambao wadau wengine wa sekta ya utalii nao wakazungumzia mafunzo hayo. Mnapofanya kazi zenu mjue nafasi yenu iliyokuwa kubwa kwenye nchi yetu, kwenye kuitangaza nchi yetu, kwenye kuwafanya wageni wetu waone usalama tuliokuwa nao hapa kwetu kwenye barabara zetu. Na swala hili la usalama linawafanya wao kuwa mabalozi kwa wengine na kuambiana uzuri wa usafiri unaotolewa pale Arusha tunapokwenda kwenye vivutio mbalimbali vya utalii vilivyopo Tanzania. Faida kubwa ambayo tumeiona kwenye haya mafunzo ni kwamba tumekumbushwa wajibu wetu wa kuzingatia sheria za usalama barabarani, lakini la pili tumekumbushwa kwamba tunapaswa kutii kanuni zote za barabara ambazo zimewekwa barabarani kama alama zinazoonyesha kwamba hapa unapaswa kupita na hapa upaswi kupita, lakini na kuzingatia mwendo ambao ni wa kawaida ambao hauwezi kusababisha ajali. Nimepata mafunzo mazuri sana kutoka kwa matrafiki wetu waliokuja kutufundisha hapa, hasa kwa kuendesha gari kwa kujihami. Usiendeshe gari kwa sifa, kushindana na magari. Sasa hivi magari yamekuja speed aina tofauti. Vijana wanapenda sana kukimbia na magari, lakini si vizuri kwa sababu sasa tuendeshe kwa kujihami. Kujihami kunasaidia kujenga sifa ya nchi yetu. Kwa hiyo ukiendesha kwa utaratibu na mgeni atasikia yuko amani, kwa sababu kitoka kule ana stress zake, anataka kuja kutuliza stress zake hapa. Hasa ukija ukimpatisha stress nyingine, ndio unafika kwenye hoteli ya kwambia badilishie dereva. Simhitaji dereva huyu, maana umeshafanya makosa tayari. Kwa hiyo tumejifunza kwamba tuendeshe kwa kufuata nini utaratibu wa barabara zinavyotuongoza na jinsi viongozi wetu wanavyotuongoza. Naam, katika mnada wa kwanza wa zao la ufuta uliofanyika katika kata ya Lwinga, halmashauri ya wilaya Namtumbo mkoani Ruvuma, umefanikiwa kwa kuingiza zaidi ya shilingi bilioni 11.750 baada ya wakulima waliopo kwenye vyama vya ushirika vya msingi kuridhia kuuza zao hilo kilo milioni 4.7 kwa shilingi 2450 kwa kilo kupitia mfuko wa kidigitali ulioendeshwa na soko la pamoja la bidhaa ya Tanzania TMX. Taarifa zaidi na Adita Nyoni.
Msimamizi wa minada na masoko kutoka chama kikuu cha ushirika cha Songea na Mtumbo SONAMCU, Samakanali Komba, amesema bei ya juu ya ufuta ilikuwa shilingi 2510 kwa kilo na bei ya chini shilingi 2410. Hivyo wafanyabiashara wamekubali kununua zao hilo kwa shilingi 2450, ambapo zaidi ya tani 4000 zimenunuliwa. Mnada wetu wa leo wa kwanza umefanikiwa kwa bei ya wastani 2450, na ukitoa tozo shilingi 10 mkulima anabakiwa na 2440. Lakini naomba nitoe tangazo hapa ili kuepusha mkanganyiko kwa wakulima. Viongozi wa vyama, kuanzia leo pelekeni taarifa za uhakiki wa maafisa ushirika leo yao kwenye ile kamati ya uhakiki leo, ili Jumatatu wakulima pate fedha zao. Chama kitakachoshindwa kufanya hivyo tuwajibisha viongozi. Kwa upande wa wakulima, wamemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha soko la bidhaa la pamoja ya Tanzania ambalo limerahisisha kupata wanunuzi kwa wakati, huku mwakilishi kutoka TMX Justin Martin amewakumbusha wakulima kuzingatia ubora wa mazao ili kuwa na bei nzuri. Mpaka kufanikiwa ufuta madawa sisi tunatumia sisi wenyewe. Kwa hata gharama ya bei, hiyo bodi inapanga bei au wazabuni wanaweza kununua mazao haya waweze kutufikiria na sisi wakulima wa chini ili bei iweze kuongezeka ili tuweze kupata mafanikio makubwa. Kwa sababu wanunuzi ndio hao wamesema bei hiyo. Kwa hiyo tunasema tu kwamba mnada ujao labda kidogo bei inaweza kupanda. Kwa hiyo tunaomba pande bei kidogo. Sababu kilimo na sisi tunafanya kazi ngumu sana, madawa nini mpaka ufuta unafika hapa. Kazi ngumu tunafanya. Lakini pia tujitahidi kwa ajili ya kuboresha ubora wa bidhaa tunayoileta sokoni, kwa sababu bei inaendana na ubora wa bidhaa iliyoko sokoni. Kama tutajitahidi kupunguza uchafu, takataka, tukasafisha bidhaa zetu vizuri, basi tuta-attract wanunuzi ambao wamekuja kwenye mnada wa kwanza ili waweze kuja kushiriki tena kwenye minada inayofuata. Chama kikuu cha ushirika SONAMCU kinasimamia mazao mchanganyiko ambayo yapo kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani kwa mazao ya ufuta, tumbaku, mbaazi na soya, huku wakiwa na jukumu la kuhakikisha wanawatafutia wakulima masoko. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Tanzania imeendelea kufanya vyema katika utoaji wa huduma bora za afya, hususan katika sekta ya kinywa na meno ikilinganishwa na nchi nyingine za Afrika, ikiwa ni pamoja na kuweka mazingira bora ya utoaji wa huduma, ununuzi wa vifaa vya kisasa, pamoja na kuwa na wataalamu waliobobea katika sekta hiyo. Taarifa zaidi na Esther Mtebi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam baada ya ufunguzi wa maonesho ya kimataifa ya Tanzania Dental Expo 2025, mkurugenzi wa idara ya diplomasia na uchumi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi John Ulanga, akimwakilisha Waziri wa Viwanda na Biashara Daktari Selemani Jafo, amesema maonesho hayo yameonyesha namna Tanzania inavyopiga hatua katika sekta ya kinywa na meno. Serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza sana katika sekta ya afya, ikiwemo katika sekta ya afya ya kinywa na mdomo, kuonyesha kwamba kumbe katika sekta ya afya sisi tuko mbele kulinganisha na nchi nyingine zinazotuzunguka. Kwa hiyo pia ni maonyesho ambayo yanaonyesha kukuza ule umuhimu wa utalii wa kimatibabu. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Dental Expo Daktari Ambege Mwakatobe amesema maonesho hayo yamekuwa muhimu kwa kutoa elimu, kupata ushauri kutoka kwa wataalamu wabobezi, lakini pia kubadilishana uzoefu, huku mtaalamu wa tiba za kinywa na meno Daktari Nikita Tudasama akielezea umuhimu wa kupiga mswaki walau mara 2 kwa siku. Lakini tuna imani kwamba kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tutaongeza elimu kwa watu, lakini pia tutaweza kuvuta wadau wengine waweze kusaidia ili tuweze kwenda mbele zaidi katika upande wa huduma, ikiwa na maana vifaa, lakini pia na wataalamu wa afya ya kinywa na meno. And we should brush our teeth at least twice in a day, once when you wake up in the morning and before going to sleep. And we have 3 kinds of toothpaste here, which can help you with your freshness, breath, and it can help you kill the germs before sleeping. Esther Mtebe, Channel 10.
Bodi ya Maziwa Tanzania TDB imewataka wadau wa maziwa wakiwemo wafugaji, wakusanyaji na wasindikaji kuzingatia ubora wa bidhaa hiyo ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza kwa walaji, ikiwa ni sehemu ya kuongeza mvuto katika soko la ndani na nje ya nchi. Taarifa zaidi na Raya Kipingu kutoka Tanga. Takwimu zinaonyesha kuwa kwa sasa uzalishaji wa maziwa hapa nchini ni lita bilioni 4.01 huku mahitaji yakiwa bilioni 12, ambapo kila Mtanzania akionekana kunywa lita 1068. Hali hiyo inabainika kwenye maadhimisho ya wiki ya maziwa katika wilaya ya Mkinga mkoani Tanga, ukiwa ni mkoa unaotajwa kuwa na kiwango kikubwa cha uzalishaji maziwa, na hapa wito unatolewa kwa wazalishaji wa bidhaa hiyo ili kuzingatia ubora. Ni kuhamasisha unywaji wa maziwa yaliyosindikwa kwa sababu ndio yanakuwa maziwa salama. Wafugaji wanaokusanya na wanaosindika kuhakikisha kwamba maziwa yanayosimamiwa yanakuwa maziwa yenye ubora, lakini yanakuwa ni maziwa salama. Unywaji wa maziwa unatajwa kuwa sehemu ya lishe bora, hususan kwa watoto pindi wanapokuwa kwenye masomo ili waweze kutimiza malengo yao. Unapoongea unywaji wa maziwa unaongelea lishe bora, na unywaji wa maziwa kwa watoto ili kuwafanya watoto waishi, wapate elimu na hatimaye wafikie ndoto wanazozitamani. Wanafunzi wanapokuwa na afya njema, tendo la kujifunza kwao linakuwa ni jepesi na mwisho wa siku tunafikia malengo. Zinasaidia improve akili zetu, zinazi-activate akili. Afya kingine maziwa zinasaidia pia kujenga mwili. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani pamoja na Shirika la Chakula, kila mtu anapaswa kunywa lita 200 za maziwa kwa mwaka. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Wete Abdalla Rashid Ali amesema kampeni ya msaada wa sheria ya Mama Samia itasaidia kumaliza migogoro ndani ya jamii na kuwafanya wananchi watumie muda wao kwa ajili ya shughuli za kiuchumi. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Kisiwani Pemba inafafanua zaidi. Akizindua mafunzo ya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria mkoa wa Kaskazini Pemba kupitia kampeni ya Mama Samia, mkuu wa wilaya Wete Abdalla Rashid Ali amesema kampeni hiyo inaenda kwa msaada wa kumaliza changamoto na migogoro. Mafunzo mtakayopata kuhusiana na kampeni hii yatakuwa chachu ya kuwawezesha kuwahudumia wananchi ambao kwa kiasi kikubwa wamekuwa na uhitaji wa kupata huduma ya msaada wa kisheria ili kuwasaidia kutatua changamoto zao mbalimbali za kisheria zinazowakabili. Hali hii itasaidia kupunguza migogoro katika jamii na kufanya jamii kutumia muda mwingi kwa kushughulikia shughuli za kimaendeleo kuliko kuendea katika hali utatuzi wa migogoro. Nao washiriki wa mafunzo hayo wameahidi kwenda kuelimisha jamii kutambua wajibu wao na sehemu ya kwenda kudai haki zao bila ya kuficha, na ni kwa sababu mimi niseme tu kuwa mawali au wazazi wa kiume wameacha wajibu wao. Tunasikia zamani kuwa ikitokea mgogoro wa ndoa, mke anapoenda kulalamika kwao anaambiwa rudi huko tutakuja kuyaweka sawa. Lakini saa hizi mtoto akija nyumbani hata kama kadanganya anaambiwa basi baki hapo usiende kwa mume tena. Wazazi ndio wanaovunja zile ndoa. Kwa hiyo tatizo limekuwa kubwa kutokana na kuacha maadili yetu. Sababu baada ya kampeni hiyo wananchi wengi watakuwa na mwamko na watakuwa wanaelewa utaratibu wote wa kupata kitambulisho ama cheti cha kuzaliwa. Wananchi watakuwa wanafahamu nianze wapi, niwe na kielezo gani na ni utaratibu gani ambao utafuatwa ili nipate huduma kwa urahisi. Kitu gani kimekoseka, njia gani amekosa, utaratibu gani ameukosa au sifa gani kakosa. Tukamwelekeza naye akajua kumbe nilikosea hapa, ndio maana nikaganda mpaka sasa hivi ikawa haki yangu hii bado inachelewesha kuipata. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante sana Masanja Mabula kwa taarifa hiyo kutoka huko Kisiwani Pemba. Katika kukabiliana na matukio ya uhalifu ndani ya Grumeti Reserves, shirika la Grumeti kwa kushirikiana na jeshi la polisi wameanza kutoa mafunzo kwa walinzi katika mapori ya akiba ili kuongeza weledi na matumizi sahihi ya silaha wawapo kazini. Mwandishi wetu Musa Makali anaripoti.
Hawa ni vijana takriban 83 ni miongoni mwa wanaoshiriki shughuli za ulinzi katika mapori haya Ikiba, Ikorongo na Gulumeti. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na mapori haya wanatoa mafunzo kwa vijana, lengo ni moja, kuhakikisha wanaojengea uwezo wa namna bora kuimarisha uwezo wa kiutendaji kazi kwa idara ya usalama ya Gulumeti Reserves. Hawa bila kujali levels zao za elimu na mafunzo, mkawaleta na kuanza kuwatengeneza kwa skills za ndani. Kwa niaba ya Afande Inspector General na wapongezeni sana. Migogoro mingi ya hifadhi zetu ni wahusika wa hifadhi kutowatambua wanaowazunguka, kutowaelimisha ili waone kwamba kile ambacho wanakilinda ni kwa ajili ya manufaa ya hao walioko pembeni, na badala yake wametengeneza enmity, wanaonana kama maadui, na mara nyingi migogoro haiishi. Lakini sasa hivi una good number of ambassadors kupitia hawa. Matumizi sahihi ya silaha au resources chache tulizonazo. Kwa nini utumie risasi 10 wakati ilikuwa inahitajika moja tu? Kulinda hifadhi yetu iendelee kuwa na sifa hii ambayo imekuwa ya pekee sana. Kupata mafunzo haya ni jambo moja na utekelezaji ni jambo jingine. Lengo la mafunzo haya kuhusiana na eneo hili ilikuwa ni swala jinsi gani wanaweza wakadili na watoto watakapo wakuta kwenye maeneo ya hifadhi wakiwa ni watuhumiwa au ni mashahidi, lakini pia jukumu la jinsi ya kudili pia na wakina mama. Kwa hiyo mna jukumu kubwa na kwa ukubwa huo naomba mlipe kipaumbele na mfanye kazi kwa uadilifu mkubwa. Ni kwamba sasa ufanisi wa kazi unaenda kuongezeka. Wanaenda kudeliver kile ambacho wamekipokea kutoka kwa wakufunzi wabobezi. Waliopata mafunzo haya hadi nao wanazitoa. Mwanzo nilikuwa sielewi sheria za ulinzi. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kwa uzoefu. Kwa kweli sasa hivi tumebadilika, kama walivyosema kwamba tumebatizwa kwa moto sasa. Kuna baadhi ya vitu tulikuwa tuvifahamu. Kwa mfano kama issue ya intelligence. Musa Makari, Channel 10, Mara. Wananchi zaidi ya 30,000 wa kata ya Mambali wilaya ya Nzega mkoani Tabora wanakabiliwa na adha kubwa ya maji kwa muda mrefu sasa, licha ya serikali kutekeleza mradi mkubwa wa maji lakini haufanyi kazi ipasavyo kutokana na kukosekana kwa huduma ya umeme katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Peno Salo kutoka Tabora ana taarifa zaidi. Kero hiyo ya upatikanaji wa maji imekuwa ya muda mrefu kwa wakazi wa Mambali, huku sababu ikitajwa ni ukosefu wa huduma ya nishati ya umeme, hivyo kusababisha kushindwa kufikisha huduma kwa wananchi. Katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya Nzega, diwani wa kata hiyo anapaza sauti kuomba mamlaka kuangalia uwezekano wa kuja na mwarobaini wa tatizo hilo. Kwenye tenki maji yanayotoka pale yanaenda kwa utaratibu sana, hayafiki maji ya kutosha. Wakaja wakabadilisha pampu, tukafanikiwa maji yakafika kwenye tenki. Ikaje ikaingia changamoto ya sola. Kwa nini wasiweze? Kwa sababu kuna umeme karibu pale. Wakipata nguzo hata kama ni 30 kwenda kwenye chanzo cha maji, tutapunguza kwa muda mrefu na kuepukana na kelele. Kuwanyima huduma watu hawa kwa changamoto ya nishati ambayo taifa limejipambanua kwamba nishati sio changamoto tena kwenye nchi hii, itakuwa ni kukosa maarifa na weledi wa kutumia fursa zinazopatikana kwenye nchi yetu. Licha ya serikali kuendelea kutekeleza miradi mikubwa ya maji ukiwemo mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria ambapo baadhi ya vijiji vya wilaya Nzega vimefikiwa, lakini ombi kubwa ni kasi ya utekelezaji wa mradi. Kutokana hofu ya kutopata huduma hii kwa wakati, basi kwa maeneo ambayo tuna matatizo ya maji, basi lile gari la kuchimba visima basi tunaomba lifike katika maeneo yale. Watu wa Ruwasa mimi nawashukuru sana, wapongeza sana. Waendelee na maeneo mengine. Waheshimiwa nasikia wanalia sana maji, kata zingine hazijapata hata maji. Basi waongeze juhudi na wenyewe wafanane kama sisi nata. Swala la kufuatia umeme tumeshawasilisha. Ruwasa makao makuu waliingia kama memorandum ya kufikisha umeme kwenye maeneo yenye vyanzo vya maji ili kuweza kurejesha ile huduma katika kijiji cha Mambali kwa ufasaha. Akizungumza katika kikao hicho, mkuu wa wilaya Nzega na Itapoa Kitukai
ametoa rai kwa madiwani kuendelea kuelezea kazi kubwa iliyofanywa na serikali katika maeneo yao. Ni lazima tujivunie, Mheshimiwa Rais ametuletea miradi mingi sana. Ni lazima tuwaambie wananchi nini kimetendeka. Usipowaambia wewe, basi watakuja kudanganywa. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Asante Pendo Salu kwa taarifa hiyo. Na Mwenge wa Uhuru umetembelea na kujionea kasi ya ujenzi wa daraja kubwa la njia 4 lililopo Kilwa mkoani Lindi, ambalo lina urefu wa mita 40 na linalotarajiwa kukamilika ifikapo Septemba mwaka huu. Ujenzi wa daraja hilo umetokana na daraja la awali kusombwa na maji ya mvua kubwa zilizoambatana na kimbunga Hidaya, na hivyo kuathiri mawasiliano ya barabara kwa watumiaji kutoka mikoa ya kusini kuelekea jijini Dar es Salaam. Ahmadi Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza baada ya kutembelea na kujionea ujenzi huo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu Ismail Ali Usi amesema ujenzi huo unaonesha nia ya dhati iliyonayo Mheshimiwa Rais kurejesha mawasiliano ya kudumu na kuondoa adha na wakabili wananchi na watumiaji wa barabara hiyo. Kwa kweli Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa kwenye maeneo haya, na sisi wakimbiza Mwenge wa Uhuru kwa vile tumepita katika eneo hili na Mwenge wetu wa Uhuru, kwa kweli Mwenge wa Uhuru umejionea matumaini makubwa ambayo serikali inaendelea kufanya juu ya mradi wa madaraja yetu haya. Naomba tupige makofi mengi sana. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Mheshimiwa Rais leo hii anatutatulia changamoto zetu kubwa kama hizi, na mtu mwingine yoyote asingeweza kufanya kazi hii baada ya kutokea athari hapo yeye akaleta fedha na kazi ikaanza. Kwa kweli ni jambo kubwa alilolifanya Mheshimiwa Rais. Amejawa na uzalendo juu ya kuhakikisha wananchi wake wanaondokana na changamoto na wanaweza kufanya harakati zao za kila siku. Meneja wa TANROADS mkoani Lindi, mhandisi Emily Zengo, amesema ujenzi wa daraja hilo lenye urefu wa mita 40 utakamilika ifikapo Septemba 24 mwaka huu, na umetokana na fedha zilizotolewa na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kutekeleza ujenzi na uboreshaji wa miradi mbalimbali ya barabara na madaraja mkoani Lindi. Daraja hili litakuwa na mita 40, tayari kuta mbili zimeshasimama na kinachobaki ni nguzo za chuma ambazo mkandarasi tayari alishaagiza, na daraja hili tarehe 24 mwezi wa 9 tunatarajia wananchi waweze kupita juu. Katika mkoa huu wa Lindi barabara 5 zimeweza kufaidika na fedha za mama Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama inavyoonekana kali sana. Dr. Samia Suluhu Hassan ametuonyesha uwezo wake mkubwa wa kiongozi na kiutendaji, kwa sababu ameleta bajeti ambayo inakubali kujenga daraja hili. Aidha, Mwenge umetembelea mradi wa uandikishaji wananchi katika daftari la kudumu la mpiga kura awamu ya pili katika eneo la Matandu wilayani Kilwa, ukiwa ni mpango wa serikali kuhakikisha kila Mtanzania anajiandikisha kwa ajili ya kushiriki uchaguzi mkuu ifikapo Oktoba mwaka huu. Kwa awamu ya kwanza tulifanya uandikishaji wa kupiga kura, watu waliojiandikisha ni 47,066. Awamu ya walioboresha taarifa zao ni watu 25,808, na waliofuta kwenye daftari la kupiga kura ni watu 25 kwenye daftari la kupiga kura. Na tunaendelea na hamasa kwa ajili ya uchaguzi mwezi wa 10. Halmashauri imetenga milioni 50 kwa ajili. Asante sana Ahmad Nandonde kwa taarifa hiyo, na sasa moja kwa moja inatupeleka kwenda kuziangaza habari mbalimbali kwenye mataifa mbalimbali duniani. Zoezi la uokoaji linaendelea nchini Nigeria kuwatafuta watu kwenye maeneo yaliyokumbwa na mafuriko ambayo hadi sasa yamesababisha vifo vya watu 150. Rais wa nchi hiyo Bola Tinubu ametahadharisha kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Mvua kubwa za masika zilizoanza kunyesha kuanzia Jumatano na kuendelea kunyesha hadi Alhamisi na Ijumaa zimesababisha maafa makubwa ya mafuriko yaliyosomba na kuzamisha nyumba kadhaa nchini humo. Mji mdogo wa Mokwa ulio karibu na mto Niger ndio ulioathirika zaidi na mafuriko hayo, ikishuhudiwa miili kadhaa ya watu ikisombwa na maji kufuata mkondo wa mto huo, hali inayofanya kuwa vigumu kuipata kwa haraka.
Na kundi linalojiita dola la Kiislamu IS limedai kuhusika na mashambulizi mawili kusini mwa Syria, likiwemo shambulizi moja lililovilenga vikosi vya serikali ikiwa ni shambulizi la kwanza kufanywa na kundi hilo la kigaidi tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad. Katika taarifa yake, IS imesema bomu moja lilielekezwa kwenye gari la vikosi vya serikali lililipuka na kusababisha vifo vya wanajeshi 7. Katika taarifa nyingine, kundi hilo limesema shambulizi jingine lilifanyika wiki hii likiwalenga wapiganaji wa kundi la Free Syria Army wanaoungwa mkono na Marekani, ambapo mpiganaji mmoja aliuawa na wengine 3 walijeruhiwa. Serikali ya Syria haijatoa tamko lolote kuhusiana na madai hayo ya dola la Kiislamu. Na mtazamaji, tumehitimisha hivyo sehemu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Endelea kubaki nasi. Mimi ni Fatma Hassan.